Na ndio maana kwa nini injinia hawa waiti kwenye shughuli ndio akili hizi injinia hataki. Ngoja tulia basi. Sawa. Ngoja basi. Alikwambia tutaki nani? Yule ni rais. Usitugombanishe naye. Ngoja basi. Kama kuna mtu anatupenda sisi. Na ndio mgombea pekee. Nyinyi mnapata raha, mnapata kile ambacho mnatakiwa kukipata. Huyo mbaya nani anaweza akajitokeza mbele akagombanie pale nafasi? Sio mbaya, na ndio maana nikasema nampongeza kwa uelewa wake. Sawa. Kwanza rais wa klabu anakwenda kumkabidhi maiki mtu wa Simba. Sawa. Na tulia basi, tulia. Sawa. Na anasema surprise tulikuwa tunaiandaa kamwe. Hii hapa. Hivi nani? Ya kwako. Kwa hiyo umeniuliza nikujibu. Mimi nilikuwa nakupa taarifa, sio swali. Sasa hapo angalieni sasa mashabiki wa Yanga walivyo. Mimi nilikuwa nampa taarifa, sio nini? Sasa hiyo sio taarifa. Nataka niseme kitu kimoja. Nipe nafasi. Umeniita wewe. Nataka niwaambie kitu kimoja. Tulia basi. Naam. Moja, mimi nimewapongeza hapa. Mpongeze Hersi, anawapenda mashabiki wa Simba. Na moja katika kuwapongeza anaendelea kusema kwa sababu injinia alichokifanya kafanya jambo jema. Sasa hivi ndugu yangu Mwamnyeto atazidi kupendeza kwa sababu kinyozi wa kumnyoa yuko karibu. Kinyozi nani? Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas. Niliwaambia walete mawazo ya kumfikiria Celestine Skinde Mbunga. Mdogo wangu Kizinga, njoo. Ya mdogo wangu. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kaifa sheikh? Hongera sana bwana. Kaifa anta? Hongera, ashkurullah. Nilikuwa naongea na waandishi wa habari hapa. Ndio nilikuwa napenyezea taarifa. Muda si mrefu nikamwambia kwamba mwambieni mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu. Nimesema hivi. Ni kweli. Kwa sababu naamini kwamba kwanza akakamilisha amri ya mzee wetu. Alipoambiwa utakula kwa nini? Kwa jasho. Naam. Haya mambo mengine waachane nayo. Yapi? Haya Yanga wanaonekana ma-influencer wa Yanga wana mvuto kwa sababu kwenye mambo muhimu yote ya Yanga wanaitwa watu wa Simba. Tumeona Yanga wamechukua kombe pale Paredi, kabeba nani? Mchome Mapovu. Mtu wa nani? Washabiki wa Simba. Juzi. Katika jambo zuri na kubwa. Afrika imekaa imesimama. Kaitwa mshabiki wa nani? Wa Simba. Endelea kashone viatu. Interview ya kwangu hakuna. Interview ya kwangu nenda bana. Uweze kufanya. Nenda interview ya kwangu. Sasa si fujo. Uweze kufanya kama sijazungumza. Utazungumza. Kama ni interview ya nani? Ya kwako. Basi niachie. Umeniuliza nikujibu. Mimi nilikuwa nakupa taarifa, sio swali. Sasa hapo angalieni sasa mashabiki wa Yanga walivyo. Mimi nilikuwa nampa taarifa, sio nini? Sasa hiyo sio taarifa. Nataka niseme kitu kimoja. Nipe nafasi. Umeniita wewe. Nataka niwaambie kitu kimoja. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Sawa? Young Africans kwenye swala la kumtania Simba hatuwezi kumtania Azam, lazima tukutanie wewe mtani wetu. Niwapongeze viongozi wa Young Africans kwa kumwita bwana Wata player, Mawata player akiwa amevaa jezi ya Simba iliyokamilika. Ningechukia sana kuona yule bwana amevaa jezi haina Betway. Ningechukia sana kuona kavaa jezi ya Simba haina Jairuti wala Diadola. Ningeumia sana kuona hakuna hata Mo, lakini kuitania Simba mtani wetu wa jadi kwa kupitia yule kijana, mimi nimependa. Viongozi wa Young Africans wanaonyesha ni wazi wana upendo wa mashabiki wote. Sisi mashabiki wa Young Africans, my friends wa Yanga, hatuna malalamiko, ila malalamiko wanatoa watu wa Simba. Wanasema kwa nini mmekubali Mzee Saidi aenda kamuone Pakome? Nani umesikia Young Africans analalamika? Umaliza. Bado. Kwanza nikupongeze. Hapa ndio watu wanaenda kuona kati ya tofauti ya mtu na binadamu. Yaani hapa wasikilizaji ndio wanaenda kuona tofauti ya mtu na binadamu. Ukiwa na maana gani? Sifa ya mtu anakurupuka kusema, sifa ya binadamu anakaa muda kutafakari katika ile jambo. Betway ni biashara. Sawa. Ndio ya kwanza. Unaona vizuri. Betway ni nini? Ni biashara. Maana yake kama uko live watu 30,000 wanaangalia, maana yake biashara ya Betway unakwenda unaibrandi. Hawaijui Betway. Tulia basi kwanza, tulia Kizinga. Watanzania hawaijui Betway. Kizinga tulia. Natulia. Ngoja Kizinga tulia. Natulia. Yawezekana Watanzania wanaijua, lakini somo la biashara linatuambiaje namna ambavyo kumbrandi mtu. Kuna biashara tulia kwanza. Tulia basi kwanza. Ule utambulisho kaka. Tulia basi shekhe. Nimeumia sana kumwona Sheikh Ibrahim. Tulia shekhe. Anaitwa Wata Shekhe. Tulia shekhe. Sheikh Ibrahim na nimemwambia akifunga goli Sheikh Ibrahim nenda kwa Kisugu pale jukwani. Shika ndevu. Kwanza mimi namshukuru huyu kwa shika ndevu kwa sababu ndo kazi yake kinyozi. Ashike nini bila kushika ndevu? Wata Sheikh Ibrahim. Tulia basi. Moja mimi nimewapongeza hapa. Mpongeze Hersi, anawapenda mashabiki wa Simba. Na moja katika kuwapongeza anaendelea kusema kwa sababu injinia alichokifanya kafanya jambo jema.
Sasa hivi ndugu yangu Mwamnyeto atazidi kupendeza kwa sababu kinyozi wa kumnyoa yuko karibu. Kinyozi nani? Tulia basi kwanza. Mbona uko na haraka? Yule sio Osman Wabuza. Kangamua. Yule Kizinga ngoja. Tempted ngoja. Umeona Kizinga tulia cheke. Kizinga tulia. Yule sio Osman Wabuza. Leo hii ndugu yangu Jobu ataenda kupendeza kwa sababu haagizi tena kinyozi Kinondoni kwa sababu kinyozi atakuwa naye. Kwa Jobu alikuwa apendezi. Unamkosea. Moja ya saluni. Unamkosea moja ya saluni. Yule mwamba, msikilize basi. Moja ya saluni ya yule mwamba. Mwamba yupi? Aliyekuwa anafanya kazi. Yule Toru yule bouncer. Sema Wata shehe. Anaitwa Wata kwa yule? Wata shehe yule. Anaitwa Wata katoka ligi gani? Ametoka kwao wastani wa magoli 25 na tulikuwa tuna rosto. Sikiliza. Ngoja basi. Tulikuwa na rosto ya ufungaji wa magoli. Anakuja Wata shehe kuja kupachika magoli. Atafunga goli 30. Katoka ligi gani? Katoka? Ligi gani? Wewe unataka ligi ya nini? Unataka ligi ya nini? Na ndio maana kwa nini injinia hawa waiti kwenye shughuli ndio akili hizi injinia hataki. Ngoja tulia basi. Sawa. Ngoja basi. Alikwambia hatutaki nani? Yule ni rais. Usitugombanishe naye. Ngoja basi. Kama kuna mtu anatupenda sisi. Ndio mgombea pekee. Ndio mgombea pekee. Na hawezi kupingwa. Wao wenyekiti nani? Sio wenyekiti, rais. Atapingwaje kwa akili zenyewe kama hizi? Situmalizika naye. Lazima. Ngoja, jamani tuende pamoja. Una kiongozi, ngoja kabla kuwashukuru, ngoja kwanza. Una kiongozi ambaye tangu ameingia madarakani nyinyi mnapata raha, mnapata kile ambacho mnatakiwa kukipata. Huyo mbaya nani anaweza akajitokeza mbele akagombanie pale nafasi? Sio mbaya, na ndio maana nikasema nampongeza kwa uelewa wake. Sawa. Na ndio maana yeye anajua umuhimu wa mashabiki wa Simba kwenye shughuli za muhimu kwa uwezo wake. Yeye mara ya kwanza rais wa klabu anakwenda kumkabidhi maiki mtu wa Simba. Sawa. Na tulia basi, tulia. Sawa. Na anasema surprise tulikuwa tunaiandaa kamwe. Hii hapa. Akaja nani? Akaja Wata majezi. Hapa na nini? Ana jezi ya Simba. Ngoja twende taratibu. Sawa. Twende taratibu. Jezi ya Simba hiyo unazungumzia package. Wewe utakaleta jezi. Basi. Wewe utakaleta jezi ambayo ina Betway. Ngoja. Hapa ina nini? Ina mdhamini. Nani? Betway. Hapa ina Mo nini? Maliza. Mo Energy. Maliza, sema Mo Kora. Huko hapa kuna Jairuti. Jairuti kwani? Tunawapongeza sana. Wewe kwanza. Wewe unataka tumtanie Simba ambaye hayuko full package. Tunawapongeza. Mimi nimwambie Harris. Tunahitaji kuchukua kikombe cha 6 Kisugu upande pale juu. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.